Watu wa Makambako, nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, semeni hizi hapa. Makambako, ngumi ziko wapi tusalimiane. Zangu wa Makambako, naitwa Deogratias Cosmas Maingira, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema wanaitwa Bavicha. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama na meza kuu, itifaki yote imezingatiwa. Naomba kwa haraka kwa sababu mwenye shughuli ya leo aliyetumwa na Chadema kuja kuzungumza na nyinyi watu wa Makambako kuwapeni neno la uzima ni makamu mwenyekiti wa chama chetu. Sisi wengine ngoja tulete noma ndogo kumsafishia njia. Jambo la kwanza, ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msingi wa mamlaka ya taifa lolote ni wananchi. Hatuna muda wa kupoteza kuanza kuambiana hapa kuna shida gani kwenye mfumo wa uchaguzi. Wote mnajua kwamba sheria na taratibu za uchaguzi wetu ni kama mechi ya Simba na Yanga, halafu Haji Manara anakuwa refari. Kwa hilo la kuhusu uchaguzi na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi tukubaliane. Chadema tumeshasema kusipokuwa na mabadiliko ya uchaguzi ya sheria za uchaguzi na taratibu zake, uchaguzi hautakuwepo. Watu wanauliza mtafanyeje? Kama ni Muislamu, tumia imani yako ikuongoze nini utapaswa kufanya, kuwe na noma ambayo uchaguzi usifanyike. Kama hata kuongoza kufanya CCM jambo la pili, juzi nilimsikia waziri mkuu anasema vijana mliomaliza vyuo vikuu nendeni VETA mkapata ujuzi ili muweze kuajirika. Sasa mimi nakuuliza Majaliwa, wewe ulienda VETA ipi iliyokupa ujuzi wa kuwa waziri mkuu wa nchi? Mimi nataka nimuulize Majaliwa, yeye ana watoto wangapi na wangapi wameenda VETA imewasaidia kwenye maisha yao? Vijana wa taifa hili tumeanza kwenda VETA siku nyingi na ajira hatuzipati, kwa sababu hata kutoka VETA ni lazima uwe na mtaji wa kununua vyombo, vifaa vya kufanyia huo ufundi wako. Na nataka nikuulize Majaliwa, walimu wako waliokufundisha mpaka umefika hapo walisoma VETA gani wakakufundisha? Acha wewe matusi mzee na kuheshimu. Nye watu wa Njombe, nye watu wa Makambako, nimeshangaa jana nimefika eneo fulani hapo, nimekutana na toothpick zimeandikwa made in China. Yaani hao watu akili zilivyokuwa zifanya akili zao, mpaka vijiti vya kuchokololea meno wanaviagiza China. Naomba niseme jambo la mwisho kwa watu wa sokoni. Ipo kodi inaitwa tozo ya ushuru wa huduma. Yaani mama, ukiwa unalima viazi vyako au ukiwa unafanya biashara yako, unalipa hela ya usafi, unalipa hela ya maji, unalipa hela ya umeme, lakini TRA wanakimbia, wanatuambia TRA wanakukimbilia, wanakwambia tunakutoza ushuru wa huduma. Hiyo huduma gani mnayotoza hao watu wakati wanalima chichi yao, wanaandaa mashamba, wanavuna, wanauza, wanatafuta mbolea hampo? Wakianza kuuza nyinyi mnakuja na toza ushuru huduma. Acheni huo ujambazi CCM na halmashauri. Jambo la mwisho kabla sijaachia ujumbe polisi. Mkaguzi haieleweki huwa inaenda wapi. CCM hawana na mpango na maisha yenu. Kama mkiendelea kuwaamini na kuwakubalia, mtakufa masikini. Hawana mpango. Chungu ili mpone, sindano ni chungu, ili upone ni lazima ingie mahali fulani mwilini mwako. Polisi, mwisho kwa polisi, ukisoma kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 14, Yohana Mbatizaji akiwa kwenye matembezi yake alikutana na watu mbalimbali. Watoza ushuru walimuuliza tufanye nini? Akawaambieni tozeni, msitoze zaidi ya mlivyoamuriwa. Polisi nao wakamuuliza. Kwa maana nimetaka kuwapeni ujumbe huu polisi, ungeni no reforms no election. Msipoiunga mkono haki ya Mungu afande, huo moto mtakaochoma utakuwa ni mkubwa sana. Walivyomuuliza polisi, wakamuuliza Yohana Mbatizaji, na sisi je, polisi tufanye nini? Akawaambia usimdhulumu mtu.
Polisi msidhulumu watu. CCM kila siku wanawatuma mwadhulumu hao watu wa Makambako wasio na hatia. CCM wanaotekelezea dhambi ambazo hamstahili. Nafahamu polisi baadhi yenu ni watu wema sana, lakini jeshi lenu, ndio maana sisi Chadema tunasema tunahitaji kuwa na police service, sio police force. Tunalo jeshi la kikoloni, jeshi la kizungu, jeshi lisilowaza maslahi ya Tanzania. Jambo la pili, Yohana akawaambia msiwashtaki watu kwa uongo. Nyie polisi kila siku mnatuonea, mnatusingizia Chadema. Na jambo la tatu na la mwisho, Yohana Mbatizaji aliwaambia ni polisi, toshekeni na mishahara yenu. Sasa nyinyi mnatosheka na mishahara gani wakati CCM wanaiba paka hela zenu za kufa na kuzikana? Mishahara yenyewe ni midogo. Msituone Chadema ni maadui zenu. Sisi tunawapenda sana, hii nchi ni ya kwetu. Tukija kushinda nchi tutaongoza pamoja na nyinyi. Mungu awabariki watu wa Makambako, tutarudi siku moja kuendelea kufanya hii kazi. Asante sana.